9 16:1 16:1. Yani miezi yote Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jamadul Ula, Jamadul Akhir, Rajab, Shaaban, Ramadhan, Shawwal, Dhulqa'da na Dhulhijja, yote iko kwa ile niko na watu na wana wa Israeli. Inasema nini? Sikiza, mwezi wa kwanza wa wana wa Israeli unaitwaje? Na Mungu nini alikuwa ametoa? Utunze mwezi wa Abibu. Sasa uliza Mkristo yote mwezi wa Abibu, wao wanajua Januari na Pasaka na mwezi wa 4. Yaani Yesu amezaliwa Disemba 25. Tukistukia tena watakuja hapa kutusumbua ate mwezi wa 4 wanamuua. Anakupa Pasaka sijui nini. Soma. Utunze mwezi wa Abibu. Ukamfanyia Pasaka Bwana Mungu wako. Unasikia? Pasaka iliyoko kwa Biblia ya wana wa Israeli ilikuwa inaadhimishwa mwezi wa kwanza, unaitwa mwezi wa Abibu. Hawa wako na Pasaka yao ya milango ya nyuma, inakuja mwezi wa 4, hata alikufa na kufufuka kwa Nabii Isa mwana wa Maryam, anaudhu billahi min dhalik. Subhanallah. Teremka. Kwa kuwa ilikuwa ni mwezi wa Abibu alipokutoa Misri usiku Bwana Mungu wako. Bani Israeli baada ya kutoka kule Misri, wakati wanaanza safari ya kuja Kanaani, lakini hawakuingia, ndio Mungu akamwambia Nabii Isa, hamu itakuwa mwanzo wa mwaka kwenu. Kama vile mwaka wa Kiislamu umeanza hijra kutoka Maka kwenda Madina. Leo tuko tarehe 2 mwezi wa Rajab, mwezi wa 6 mwaka 1447. Kitu iko na dalili. Lakini nunueni nguo kabisa, zimebaki siku ngapi ya pili? Zimebaki siku 3. Nunueni nguo kabisa, Waislamu tupate pesa. Tujenge mamoro, tununue magari, tufanye kila kitu, lakini Krismasi hakuna. Nunueni kabisa. Hebu mpatie Joseph. Chairman. Habari ya leo. Wacha kuniuliza swali bora nisalimie. Mimi habari ya leo sina habari, nimeingia sasa hivi. Mimi niko poa. Asalamu alaykum. Wa alayka. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe. Iwe nawe pia. Hiyo ndio salamu chairman. Huyo ndio chairman wa Garaza wote Isili. Huyo ndio nitupatie hiyo cheo. Vipi? Niko salama. Niambie. Nafuatilia mafundisho. Unajua mimi nawe kama viongozi wa kidini inatakana tunakaa ndio sio? Ni kweli. Watu ya two term na one term wakikosana tunawapatanisha. Sisi sio wanasiasa. Kuwapatanisha. Ni kweli kwa sababu na wanatuchotea. Kuna wale wanakusikiza na wako hiyo one term. Na kuna wale wananisikiza wako one term. Sisi tunangoja wakosane, kazi yetu kuwapatanisha. Mungu anasema penda jirani yako. Kumbe unajua Mungu anasema hivyo pia kweli kwa Biblia. Naona unaanza sasa tungekuwa tuwapende tungewekea meza hapo na kiti na microphone iko na betri kila siku. Na hata ukitaka chai mimi nasema upewe, tungekuwa tuwapende. Na Mungu anasema utaona walio karibu na kwa urafiki na Waislamu ni wale wanaosema wao ni Wakristo. Inasema na ndio tuko na mpe huyo tano kama nabii Qur'an. Angalia vile kameanza nabii kaja hiyo anaitumia la tajidanna ashadda an-nas adawatan lilladhina amanu al-yahud والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا watu wako na chuki Wakristo wengi wako na chuki na Uislamu, lakini za kupandwa wengi hata hawana habari, hawajui. Muhammad aliona nguruwe, ndio Waislamu hawali nguruwe. Hiyo inawasumbua, ndio apate sadaka kwa matatu. Inasema ni ba'udhu billahi minash shaitani rajim. Hakika utawakuta wale maadui zaidi kuliko watu wengine kwa Waislamu ni Mayahudi. Naona Mayahudi ni maadui zetu, waliwapiga nyinyi ukweli, waliharibu vitabu vya Mungu, Taurati, Zaburi na Injili, na wakaharibu mambo ya dini ya Mungu ili msijue. Na wale mshirikina wasiokuwa na kitabu na kusema watu wamemuua Nabii Isa, kwa sababu kazi ya Mayahudi, kazi yao ilikuwa ni kuua manabii wa Mungu. Hata Biblia ndio Yesu amewaambia, Yerusalemu, Yerusalemu, uwaue manabii. Hao ndio maadui zetu. Wa pili ni washirikina wasiokuwa na kitabu, wale wanambudu moto. Na utaona wale karibu kwa urafiki na Waislamu ni wale wanaosema, nasikia Mungu anatumia neno nahnu na swala, ni wale wanaosema wao wenyewe sisi ni Wakristo. Wao ndio wamejiita wao ni wafuasi wa mti wa mafuta. Kwa nini? Maliza. Hayo ni kwa sababu wako miongoni mwao wanavioni na wachao Mungu. Naona wako wanavioni katika Wagalatia, katika Galatia wa pili kuna wanazuoni.
ana wanabioni, si ndio? Si wengi ndio wanajenga hizi manyumba? Wengine ni mainjinia, sio? Wengine ni makontrakta, lakini dini hawana. Ndio Mungu anasema kuna wanabioni na wachao Mungu. Twende, sio wanamcha Mungu. Na kwa sababu hao wa Kristo, na kwa sababu hao wafuasi wa mtu wa mafuta hawatakabari, hawana kiburi, wakijua nini? Wakijua haki, wanafanyaje? Uifuata. Wakristo wakijua haki wanaifuata, ndio wanasilimu kila siku. Marekani watu wamesilimu mpaka huyo Hafidh anaitwa Trump amechanganyikiwa. Wanaanza kuingilia ndugu zetu wa Somali juu ya vile wamejenga huko. Minnesota ilikuwa hakuna kitu, subiri usipe baki atalikorofisha huyo mpaka useme apewe. Ona fikiri sijui ni kwa nini ametoa hiyo, nilisemena muongoja. Mimi kumbe iko sijui. Uislamu inaenea, watu wanasilimu kila siku shaka. Angalia mpaka wapi, kila kona watu wanasilimu. Na Mwenyezi Mungu anasema mtakapoona watu wanaingia dini ya Mwenyezi Mungu makundi, mjue kiama kiko karibu. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruhu innahu kana tawwaba. Watu wanasilimu kila siku. Na wala Mungu amepiga muhuri katika nyoyo zao, hata ufanyeje ni sumun bukumun umyun fahum la yarjiun ama fahum la yakilun. Hebu mike, umesikia aya inasema kwamba Wakristo utawakuta ni marafiki wa Waislamu kwa sababu na ndio unakuja hapa tunakopa mike, wewe ni mwanazuoni, wewe umesoma. Inasema kuna wanazuoni na yani wasomi ni Wakristo, ndio na wachao Mungu, na wacha Mungu ni wanani? Wachao sio wacha Mungu. Wachao Mungu ni wacha Mungu. Unaona sasa. Unakaona nilijua hapo ndio kanaenda. Sasa hata siendi hapo. Nasema hivi Yusufu. Yusufu. Naam. Kwa hivyo Wakristo ni wacha Mungu. Si Qur'ani imesema ama Qur'ani haijasema? Qur'ani haijasema hivyo. Wachao ni wacha Mungu. Wale wachao Mungu wanaitwa wacha Mungu. Jana hiyo tafsiri yako hiyo. Ni nyakati tofauti katika lugha ya Kiswahili. Hata tukaitisha kamusi, wachao Mungu na wacha Mungu ndio wanamtaja Mungu. Wachao Mungu taratibu wanamtaja Mungu ndio, lakini kuabudu hawaabudu. Wachao Mungu, ukimcha Mungu. Wachao Mungu na wacha Mungu ni vitu mbili tofauti. Unaka hatujui Kiswahili, ni kitu moja. Tuache kuargue. Ni sawa. Mimi ningependa unisaidie nielewe hii kabla sijakusaidia. Kwa hivyo Qur'ani inasema utaona walio karibu na kwa urafiki na Waislamu ni kina nani? Kristo. Kwa hivyo sisi hatuna chuki na nyinyi. Ni sawa. Ndio mnakaa hapa tunaweka kiti kila jioni. Tunasimamia shughuli zetu, unawekewa kiti hapo, unawekewa meza na vitabu na microphone. Ngoja tujadiliane. Ni sawa, nisaidie na hii Qur'ani 5 tu hiyo 51. Wanajaribu kuja kushindana hapa na Qur'ani. Walijaribu wangapi? Waarabu wenyewe, wacha wewe Mluya wa Kakamega. Walijaribu Waarabu. Mwekewa makabila, hujawekewa Waislamu. Tuombeni Allah tupe pepo kwa rehema yake, atuongezeni pepo kwa Waislamu kwa rehema yake. Inasema ni baraka bila moja. Naam. Enyi mliamini, msiwafanye Mayahudi na Wakristo kuwa marafiki. Kwa nini? Wa kuwapa siri zenu. Sasa ameenda mambo mengine ya tofauti na ile. Ameenda kabisa tofauti na ile kwa sababu ya upishi. Maliza haya. Wao kwa wao ni marafiki. Na miongoni mwenu atakayefanya urafiki huo nao. Unaona urafiki wa kuwapa nini? Basi huyo atakuwa pamoja nao. Kabisa. Hakika Mwenyezi Mungu haongozi njia ya kheri watu madhalimu. So Qur'an nasema utawakuta walio marafiki sana na Waislamu ni Wakristo na maadui ni Wayahudi. Na hii inasema usimfanye Myahudi na Mkristo kuwa rafiki. Si ndio hii iko hapa? Hebu mrudie. Wacha irudie. Enyi mlioamini, msiwafanye Mayahudi na Wakristo kuwa marafiki. Kwa kufanyaje? Wa kuwapa siri zenu. Hebu mpe. Urafiki unaokatazwa hapa ni wakopeana nini? So mtu hawezi kupatia siri yako. Mtu urafiki unakatazwa, kwa hiyo haya ulitoa wewe usipige. Mtu siwezi patia siri yangu, huyo ni rafiki yangu. Huyo sio rafiki yangu. Kama siwezi kupatia siri yangu, wewe sio rafiki. So ningependa unisaidie. Hakuna kitu nakusaidia piana Mike. Tushatoa jawabu, tushamaliza. Tunagi nini? Ona shinda kwa kitu. Mungu anatuambia urafiki wa kuwapa siri zetu ndio Mungu ameukataa.
Lakini huu urafiki wa juu unakuja unanunua duka zetu, mnanunua nguo tumewaletea, mnanunua maka mattress shopping, mnakuja kufanya kwa. Utaki. Haya mpe huyo Ayubu 4:6. Ayubu 4:6 ushatamko umesema hutaki basi. 4:6 inasema je, dini yako sio matarajio yako? Hebu mpe. Unaambia dini yako ndio nini? Matarajio. Sasa wewe huna matarajio yoyote. Unaishi tu kama hayawani. Ndio nasema. Sasa kwani mimi ndio nimesema ama ni maandiko? Dini huna na hutaki. Sasa utaishije maisha gani bila dini? Hebu mpe wewe mwingine. Hebu tubadilishane na yeye. Mpe maiki basi. Hapo hapo sawa Bro. Mambo? Poa sana. Umesema unaitwa nani vile? Mimi naitwa Karistas. Karistas? Yeah. Umetokea kaunti gani? Nimetokea kaunti ya Vihiga. Vihiga? Kwa Ototilo. Unaitwa nani gavana? Ototilo. Sasa wewe unajua Hassan mrefu angekuwa hapa. Nafikiri hako muhadhara kwa ndio anaitwa Hassan. Ndio huko Vihiga Muluya. Yeah. Hebu nitafsirie kusema Nyasai Omra na maana yake nini? Mungu ni mmoja. Kila mtu ako na tauhidi ya pili. Unajua Allah alipanga roho zetu leo. Hebu mbe huyo kidogo nikuonyeshe. Hebu nipe 772 Qur'an. Ndio lazima kila mtu ukimuuliza anakuambia Allah ni mmoja nafsi yake. Kwa nini? 772 Qur'an. 772 nasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Naam. Nakumbuka Mola wako alipowaleta katika wanadamu kutoka migongoni mwao kizazi chao na akawashuhudia juu ya nafsi zao. Akawashuhudisha juu ya nafsi zao. Akawashuhudisha juu ya nafsi zao. Ndio. Akawaambia, mimi siye Mola wenu. Ndio alipanga roho zetu saba kaziuliza arastu bilabikum. Je, mimi siye Mola wenu? Roho zikajibu aje? Wakasema, ndiyo tunashuhudia kuwa wewe ndiye Mola wetu. Mpe. Unaona? Tunakuta kila mtu anakuambia Mungu ni mmoja. Mungu ni mmoja. Na ukienda kwa Wajaruo anakuambia Nyasai Achiel. Sio? Uko na swali ya kuuliza? Kwa mimi naamini Mungu ni mmoja ama kuna Mungu mwingine? Baada ya kuamini kuna mambo yanafuata. Kwa sababu nimesema mimi naamini tu Mungu ni mmoja. Na maandiko inasema imani bila matendo imekufa. Usikubali imani yako ikufe, nataka iwe hai. Mtume unayemwamini ni mgani? Unaamini mtume gani baada ya kuamini Mungu ni mmoja? Mimi naamini tu yule Mungu mwenye ananilinda ama mwenye namwabudu mimi. Na ndio nasema kuamini Mungu mmoja ni sawa, lakini ninatakana ifuatishe mtume ambaye kwamba alikuletea akakufundisha ukajua huyo Mungu mmoja. Mtume gani unafuata? Tunaweza sema naweza fuata mchungaji. Atafuata nani? Kwa sababu mchungaji ndiye anafundisha Mungu. Usije ukafuata mchungaji, mpe huyo 56 Yeremia. 56 Yeremia, usije ukafuata hao watu bana. Hakuna watu wabaya kama hao. 56 Yeremia. Inasema hivyo. Watu wangu wamekuwa kondoo waliopotea. Kwa nini? Wachungaji wao wamewapoteza. Mpe. Mchungaji anafanyaje? Mchungaji anapoteza ni sawa. Usiende huko. Sasa unatakana ufuate nani? Unasikia? Unanisikia? Mimi niko na swali. Haya, uliza. Sasa hizi wewe tuseme unaweza kuwa unafunza watu kwa ajili ya Mungu wako, si ndio? Si Mungu anafunza, si ni wewe unafunza? Sio Mungu wangu, Mungu wetu zote. Ni Mungu wetu. So through wewe watu watajua Mungu wetu, si ndio? Hapo subiri. Wewe mzee Kambija. Hapo niambilie wewe mzee atoke hapa rudi huko. Wewe mzee. Usikae hapa, rudi huko kuja utulie hapa. Unaona Elastas, sijui Fanta, sijui nani. Ukishaamini Mungu ni mmoja, unaamini na mtume, unaamini na mitume wa Mungu. Mpe huyo. Nyakati wa pili 20:20. Nyakati wa pili 20:20.
20. Wakaamka asubuhi na mapema. Inasema maneno. Wakaamka asubuhi na mapema. Ndio. Wakaenda nje katika jangwa la Tokao. Ndio. Na walipokuwa wakitoka, Yehoshafati akasimama akasema, nisikieni enye Yuda. Ndio. Nanyi wenyeji wa Yerusalemu. Fanyeni nini? Muaminini Bwana Mungu wenu. Pombe. Tunaambiwa tumwamini nani? Amini Mungu wetu. Na wewe umemwamini Mungu? Haya, mpe endelee. Ndivyo mtakavyothibitika. Ndio. Waaminini manabii wake. Mpe. Biblia inasema uamini kina nani? Manabii. Manabii wake wa Mungu, sawa? Manabii wote mpaka mtume wa mwisho unamjua? Anaitwa Muhammad. Ndiye mtume unafaa kumwamini. Mpe huyo. Huyo ndio wa mwisho. Huyo ndio wa mwisho unafaa kuamini. Wewe kama mtu wa Vihiga, mtume wako ni Muhammad, mpe huyo. 25:52 Qur'ani. Ngoja kwanza isomwe. 25:51 Qur'ani. 51 nasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Ndio. Na kama tungetaka tungewapelekea katika kila mji mwenyeji wao. Ndio. Lakini tumemleta Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa watu wote. Mpe. Wewe Mwoshi. Hebu mimi nimesikia hapo. Subiri. Umesikia hapa amesemaje? Hapo rudia. Na kama tungetaka tungewapelekea katika kila mji mwenyeji wao. Ndio. Lakini tumemleta Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa watu wote. Mpe. Wewe ni mtu? Nimesikia hapo. Wewe ni mtu? Mimi ni mtu. Kwa hivyo kwa mjibu wa aya ya Qur'ani, mtume wako ni nani? Lakini huyo ndio wa mwisho kwa swali langu kwako. Huyo ndio mtume wa mwisho. Mpe 33:40 Qur'an, sura Talaq. Yanasema a'udhu billahi minash shaitani rajim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam si baba wa yoyote katika wanaume wenu. Ndio. Bali yeye ni mtume wa Mungu na mwisho wa mitume. Mpe. Inasema yeye ndiye mwisho wa mitume. Na huyo ndiye mtume aliyetumwa kwa watu. Wewe wengine si watume, kwa wengine watume. Hao wengine ni watume, lakini iko hivi. Kama ni Yesu alitumwa kwa wana wa Israeli, maandiko yako. Musa alitumwa kwa wana wa Israeli, maandiko yako. Nabii Ibrahim alitumwa kwa watu wake, maandiko yako. Kila mtume alitumwa kwa watu wake. So hapa duniani ngoja na inafaa tuamini kuwa walikuwa mitume wa Mungu na wametumwa kwa watu wao. So hapa duniani sijamaliza. Tunaamini kulikuwa mitume wa Mungu wakatumwa kwa watu wao. Alafu mtume ambaye kwamba nataka tumwamini sisi zote ni huyo mtume wa Muhammad, ndiye mtume wa mwisho, ndiye aliyetumwa kwa watu wote. Hapa duniani ama? Na si ndio? Wewe kwa nini sasa uko wapi? Uko juu ya hewa? Na Yesu. Na huyo Yesu. Mpe huyo na huyo Yesu 15:20 na Mathayo. 15:20 na Mathayo. 15:20 Mathayo. 24 nasema nini? Akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Mpe. Andiko linasema Yesu ametumwa wapi? Hakutumwa kwa kondoo zenye zimepotea. Mgosi. Yes. Kwa mfano umetumwa Nairobi, sawa? Ukakutana na mtu ukamwambia sikutumwa ila Nyayo House. Inamaanisha nini? Sikutumwa Nyayo House mimi. Inamaanisha sikutumwa except Nyayo House. Hakutumwa kwingine. Hebu subiri. Yana maiki hapo. Unaona nini uko hallucinate ama? Uko juu kuna nini? Hapo ukija tu tukijua ugonjwa wako penye umepiga sababu ni majua shida yako Kiswahili. Uelewi nataka kurupe mluya wa kwenu. Muongee hiyo Kiluya. Lakini Waislamu narudi kwenu kwanza.